Wananchi wa vitongoji viwili katika kijiji cha Majengo wilayani Rorya mkoa wa Mara wamelalamikia uongozi wa wilaya hiyo kwa madai ya kufanya uamuzi wa kuhamisha shule yao ya msingi katika eneo hilo bila ya kuwashirikisha na kushindwa kuwaeleza baada ya uamuzi huo nini hatima ya watoto hao waliokuwa wakisoma katika shule hiyo. Baadhi ya viongozi wa serikali ya kijiji hicho wamesema viongozi wa wilaya waliwalazimisha wananchi kuhama katika maeneo hayo na kutii uamuzi huo kwa maelezo eneo hilo linahitajika kwa maslahi ya taifa na kwamba watalipwa fidia ya shule hiyo ili waweze kujenga shule nyingine mpya katika makazi yao mapya, lakini hadi sasa kumekuwa na usiri mkubwa wa fidia hiyo. Mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Majengo Bwana Samson Daudi Ogoya amesema kwamba baada ya kijiji cha Utegi kugawanywa na kuzaliwa kijiji cha Majengo, shule ya msingi ya Utegi libaki eneo la kijiji cha Majengo, hivyo walilazimika kujenga shule nyingine ya Kichuti katika kijiji cha Utegi na kufanya kila kijiji kuwa na shule yake ya msingi. Lakini inashangaza hivi sasa uongozi wa wilaya unalazimisha wanafunzi wa shule hiyo katika kijiji cha Majengo watembee umbali mrefu kwenda kusoma katika kijiji cha Utegi. Cosmas TZA anatupa taarifa zaidi. Mimi naitwa Mika Ndaba. Kwa kweli sisi kama wadau wa shule tulikuwa tunataka tujue shule yetu ya msingi Utegi inajengwa wapi, ili sisi wananchi wa eneo husika tujue shule inajengwa wapi na ni shule yetu halali, watoto wetu wasome karibu na shule walivyokuwa nasoma kipindi cha awali. Na kibaya zaidi, nadhani maendeleo yote yaliyofanyika ndani ya shule ya msingi Utegi ni nguvu ya wananchi. Na mpaka sasa hivi wananchi hawajui shule yao imefanywa tathmini ya hela kiasi gani, na hiyo shule inaenda kujengwa kwenye eneo gani. Na sera ya nchi nasema kila kijiji kiwe na shule yao. Sisi tunaomba shule yetu ijengwe ndani ya kijiji cha Majengo, na ijengwe sehemu ambayo watoto watakuwa na usalama zaidi. Shule isipelekwe kwenye kijiji kingine ili kijiji cha Majengo ikose shule. Na tunaomba kama kuna uwezekano tujue shule yetu imefanywa thamani ya tathmini ya kiasi gani cha hela, ili wananchi wakae kwa amani. Kwa sababu inafika tunauliza kwenye mikutano mikuu, pamoja tulivyokuwa na mheshimiwa DC, jibu hatupati. Sasa tunashindwa ili shule, kama shule ni ya wananchi, kwa nini majibu ya halali ya shule, tathmini ya shule yetu iliyofanywa hatupewi sisi kama wananchi? Sisi kama viongozi wa chama tumejitahidi kwa hali na mali kufuatilia na kuwa karibu na wananchi, kuwatetea wananchi wetu ili kama ni malipo basi waweze kulipwa malipo halali. Lakini kila jambo ilionekana kwamba sisi wananchi wale wanaoishi katika eneo lile hawana haki na hawana halali. Kwa wameendelea kuminywa haki zao, wameendelea kupunjwa malipo yao. Hata ilipofikia wakati mwezi wa 11 wananchi hao wamelipwa, lakini sasa wananchi hao wakaendelea kuulizia baada ya kuwa wamekubali kupokea malipo hayo madogo japo kwa manunguniko, lakini wakakubali kupokea malipo hayo, wakaendelea kuhoji juu ya hatima ya shule yao, shule ya msingi Utegi ambayo ilianza mwaka 1953. Basi hatima ya shule hii ambayo inahamishwa kwa sasa haieleweki kwamba shule hii inahamishwa inapelekwa sehemu gani, na shule hii imefanywa tathmini kiasi gani, malipo yaliyofanywa katika shule hii kwenye tathmini hiyo iliyofanywa haieleweki ni shilingi ngapi. Lakini wananchi waliendelea kuhoji hata kwenye mkutano wa DC, lakini majibu yake hayakupatikana. Badala yake DC akasema kwamba yeye anachojua ni kwamba malipo hayo yapo, lakini wananchi hawapaswi kuelewa kwamba fedha hizi ni shilingi ngapi. Yeye anachojua kwamba shilingi milioni 500 inatosha kujenga shule, lakini yeye mwenyewe binafsi hajui kwamba ni shilingi ngapi, na wananchi hawatakiwi kujua kwamba ni shilingi ngapi. Sasa hivyo wananchi kama wananchi tukaona kwamba tunaminywa haki ya wananchi kuelewa kwamba hatima ya shule yao hii inakwenda wapi, inakwenda kujengwa wapi, na watoto wanapata shida. Na eneo lile ukiangalia sasa hivi ni eneo ambalo sasa limebaki wazi,
Hakuna mtu yoyote aliyebaki katika eneo lile anayeishi pale. Shule ilikuwa katikati ya watu, jamii ilizunguka ile shule. Jamii ile ikawa imehamishwa, shule imebaki yenyewe. Kwa hali ambayo ukiangalia kwa watoto wanaokwenda shule ya msingi Utegi, wao wanatoka kijiji gani, wao wanatoka wapi? Ni watoto wadogo. Na zaidi ya yote kwamba kuna watoto wenye mahitaji maalum wanaoishi pale. Lakini shule ile sasa imebaki kama porini. Hakuna jamii inayoizunguka ile shule, hakuna wakazi wanaokaa karibu na ile shule. Kwa hiyo shule ile imebaki peke yake katikati ya hame ambako watu wamehama. Walimu walioko pale wanaoishi shuleni ni wachache. Kulingana na shule zetu jinsi zilivyo, hazina uwezo wa kujenga majumba ya kutosha kwa walimu wote. Kwa asilimia kubwa ya walimu wanatoka mbali na shule, wamepanga huko mjini. Sasa shule ile walimu wanaoishi pale ni wachache. Sasa watoto wale wanaosoma pale ni hatari, maana kama wamebaki ameni. Wale watoto wenye mazingira magumu na wenye mahitaji maalum wanaishi pale. Jambo ambalo ni baya, likitokea tatizo la moto kuunguza nyumba, likitokea tatizo la uvamizi wa aina yoyote, wa binadamu au ya wanyama wakali, hasa wakati wa usiku, wale watoto watakosa hata watu wa kuwasaidia. Na shule hii toka watu wamehamishwa pale, hakuna kinachoendelea. Mimi niombe serikali kama inaweza ifanye haraka, ijenge shule ili watoto wale wenye mahitaji maalum wapate pa kuishi. Kwa walivyo pale ni hatari, maana ni watoto wasiojiweza, wengine hawawezi kutembea, wengine hawawezi kuongea vizuri, wengine hawawezi kuona vizuri. Kwa wanapoendelea kukaa eneo ambao ni hatarishi, ni hatari kwa maisha yao.